Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa, unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Kwa kweli Mungu akubariki, kwa sababu wapo watu wengi sana wanatumia mitandao ya kijamii kufanya mambo binafsi, mambo mengine hata hayana maana katika maisha yao, lakini masaa 24 wamekuwa katika mitandao ya kijamii bila hata kutenga sekunde moja tu wala kusikiliza neno la Mungu. Kwa hivyo ni kila sababu ya kusema asante sana wewe ambaye unafuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki kwa kutumia wakati wako kufuatilia mafundisho ambayo tunafundisha hapa Mikono ya Kristo YouTube. Basi leo nataka tuseme kwa habari ya haki, lakini leo nataka nizungumze na wafanyabiashara. Ndugu zangu wafanyabiashara, leo nataka nizungumze na nyinyi kuhusu haki. Je, kwenye biashara zenu mnatenda haki? Je, unajua kama unatenda haki ama haujui kama unatenda haki? Wapo watu wanajua kabisa kwamba wanatenda haki lakini hawatendi haki. Wapo watu wanajua kabisa kwamba sisi hatutendi haki na kweli hawatendi haki. Wote nitazungumza nao. Kwa hiyo msingi wa somo la leo ni haki. Unatenda haki kwenye biashara yako? Unatendea haki wateja wako wewe kama mfanyabiashara? Je, usipotenda haki madhara yake ni nini? Na kwa nini inakupasa utende haki? Haya ni masuala muhimu kabisa ambayo ningependa uyafahamu ili yakusaidie katika biashara yako uweze kufanya biashara iliyo ya halali. Basi, kwanza tuone haki. Kutenda haki ni kumpa mteja kile ambacho anastahili kulingana na mahitaji yake. Huko ni kutenda haki. Kwa mfano, anakuja mtu anakuambia mimi nahitaji labda bidhaa ambayo imetengenezwa na material fulani. Labda nahitaji bidhaa ambayo imetengenezwa na material fulani. Je, nayo? Labda unauza nguo. Unasema nayo, ukijua kabisa labda yeye anataka cotton na wewe cotton una, na huyo mteja haijui hiyo cotton, unamwambia cotton hii hapa, hii safi kabisa. Uongo. Ukiwa unafanya hivyo kwa sababu tu ya kuuza, hiyo tayari umeshaingia kwenye udhalimu, umeshaingia kwenye uovu, umeshaingia kwenye dhambi. Kama ulikuwa ujui, napenda leo uelewe hilo. Tunazungumza na wafanyabiashara wote. Leo nataka nizungumze na wafanyabiashara wote nitakao wafikia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapouza bidhaa yoyote, hakikisha kile ambacho mteja anakihitaji ndicho unachompatia. Kama hicho anachokihitaji wewe hauna, basi mwambie sina, ninacho hiki, labda kinaweza kukusaidia. Ninacho hiki kinaweza kukufanyia kazi yako kama ulivyokuwa unahitaji. Ninacho hiki, hata kama hajui, mwelimishe, umweleweshe. Kuto kujua kwake isiwe kigezo cha kuchukua rungu kumpiga nalo kichwani ukampa kitu ambacho hakitaki. Wakati mwingine anaweza kuwa anataka kitu cha hali ya chini kuliko bora unachomuuzia. Mweleze kwamba hiki unachotaka ni hali ya chini, nicho nacho mimi ni bora. Lakini changamoto nakutana nayo hapa, watu wengi wanahitaji vitu bora, alafu wafanyabiashara mnawauzia vitu ambavyo sio bora. Ndio. Tafakari kwanza hapo. Wenye maduka wote ambao mnahusika na bidhaa zinazohusu mizani, mzani wako halali? Mzani wako halali? Mzani wako halali? Ukipima kilo moja, ni kweli hiyo ni kilo moja au ni robo tatu? Wewe mfanya biashara, ukiwa mzani wako tayari umechezewa, uwe unajua uwe haujui, hiyo sio halali. Kwa hiyo kama ulikuwa haujui, nenda kaupime mzani wako. Jamani, mzani nao unapimwa. Mzani unapima na wenyewe unapimwa. Peleka mzani kwa wakala wa vipimo, wakupimie mzani wako, wakusetie mzani wako, wakubandikie na stika ya kwamba mzani wako ni halali. Mtu akipima kilo moja apate kilo moja, iwe ya ngano, iwe ya mchele, iwe ya sembe, iwe ya nyama, kilo moja yoyote ile iwe ni kilo moja. Hapo utakuwa umejiridhisha ya kwamba unafanya biashara iliyo ya halali. Ndio. Hapa kuna changamoto sana. Kuna baadhi ya maeneo
nimeyafanyia tafiti na nimegundua pana upungufu mkubwa sana kwenye mizani. Kwenye mizani pana upungufu mkubwa sana. Wauza nyama mabuchani, jamani, tafadhalini msinirushie mawe. Sio wote, ila nyinyi ambao mmerekebisha mizani yenu. Mtu anakuja kununua nyama yake robo, yani sasa ile robo iko robo yake tena. Najua wataalamu wa upishi tunakuwa tunajua vitu fulani. Kwa mfano, mtu anajua kabisa kwamba nyama robo labda anaweza kukata vipande vidogo vikafika 10 mpaka 12. Mara akakata vipande vimefika 7. 7 inakuaje? Hii si nyama robo. Sio sawa sawa. Haya. Wewe ukiachana na mzani, unauza nyama wengine, kazi yenu kuwekea wenzenu makwasu. Sio sawa sawa. Hiyo ni biashara ya udhalimu. Mtu kanunua nyama robo, kweli hajanunua steki, lakini kwenye robo ndio robo ya mifupa, robo nyama. Tubadilike wafanya biashara. Tuwekane sawa sawa. Na vile ndio wajui wanaume ndio wanakutana sana na kadhia hii, si wanawake. Bwana weke nyama kilo 1, nenda sasa kupeleka huko, msikie mama anaenda kulalamika. Nyama yenye mifupa tupu. Kumbe anatuona si wanaume hatujui kuchagua nyama. Nyinyi mnaopima nyama, wekeni vitu kwa haki. Yaani unasema hii hapa inabidi mifupa pate kidogo, nyama pate kiasi, wewe usipate hasara na yeye akafurahi maisha yake na familia. Lakini amekwambia niwekee nyama kilo 1, bwana robo nzima umeweka mifupa. Ama karibu nusu nzima mifupa. Yaani nyama unakata nusu mifupa, unakwenda nusu nyama. Hiyo sio haki. Wewe unauza unajua hicho unachokifanya. Sio kwamba hujui, hata unapokuwa unamwekea unajua umefanya makusudi. Hiyo ukiwa unafanya hivyo, hii Biblia ipo kwa ajili ya kuturekebisha, yani kutusawazisha tuweze kukaa sawa sawa. Kwa hiyo kama una tabia namna hiyo, wewe mfanya biashara, hiyo sio sawa sawa mbele ya Mungu. Nitakwambia kwa nini sio sawa sawa na kwa nini uache. Wauza kitimoto, nyinyi siwaone huruma kabisa. Yaani nyinyi ndio kabisa. Yaani katika watu wote ambao nimefanya tafiti nikagundua kuna matatizo, wauza nyama ya nguruwe. Yaani hawa bwana. Jamani, ndugu zanguni, badilikeni. Badilikeni jamani. Yaani kilo 1 na robo 3. Hata kama mtu ajui, anasema mchomee huko. Ndio hivyo kweli tunavyofanya. Badilikeni jamani, badilikeni. Kweli maisha ni magumu, lakini tendeni haki. Ugumu wa maisha usikufanye ukayafanya unaoyafanya. Unajua anayosema kuna mtu anatoka hapa aenda kuchekia pembeni. Ni kweli unacheka, lakini hiyo itakuletea shida baadaye, utailipa. Hiyo dhuluma ambayo unaitumia hiyo kwa dhulumu wenzako, wawe wanajua, wawe hawajui, utailipa. Ndio. Hiyo utailipa. Badilika. Mungu hataki biashara ya udhalimu ndio hiyo. Yaani wewe na yule ambaye ni mnyang'anyi hamna tofauti. Kwa sababu unamuuzia mtu kitu ambacho hakutaka. Ni kama ubabaishaji au kama utapeli fulani. Utapeli ni lugha nzuri zaidi. Yaani unamtapeli mtu. Hii ni kilo 1, kumbe ni robo 3. Kwa kweli mbadilike. Na wafanya biashara wote ambao mnatumia mizani kwenye magulio kule kwenye masoko ya mazao, huu mchezo unafanyika sana. Mizani yenu ina matatizo mingi sana, matatizo. Mtu anabeba kilo zake. Unajua kuna watu wakina sisi wana mizani yao nyumbani. Anapima labda kilo yake ya pamba, anapima labda kilo yake ya korosho, mahindi anapeleka hapa kwenye masoko makubwa. Ukifika kule, hii nimepima nyumbani, mzani wangu na uhakika nao ni kilo 100, anaambiwa kilo 95 au kilo 90. Tabia ipo sana. Badilikeni. Huo ni wizi. Mwingine anaweza akakuacha tu akakuwa sawa kilo 90 niandikie, anachukua risiti yake anaondoka. Unafikiri umemkomoa? Hujamkomoa, bali umejikomoa wewe na wote ambao wamehusika kula hela hiyo ya udhalimu. Wawe ndugu zako, wewe mwenyewe, watoto wako, mke wako, na yeyote yule rafiki yako ambaye ametumia hiyo hela, ameshiriki kula hela ya udhalimu na wewe ndio umewalisha. Yaani kwa akili yako kimlisha mtu sumu atakuwa hafi kwa sababu ajui ile ni sumu. Umeelewa? Ndio maana tunahitaji sana huruma ya Mungu katika matumizi. Matumizi mengi yanakuwa ni ya hovyo kwa sababu wanaotumia vitu vingi sio halali. Kwa hiyo unakuja kumuingiza mtu kwenye matatizo ambayo hata kuyategemea wala hayajui, anaingia kwenye matatizo kwa sababu gani? Kwa sababu yako wewe ambao mzani wako umeuchezea. Hiyo sio sawa. Kwa hiyo mnaofanya biashara za mizani, wote tafadhali jamani, rekebisheni tu mizani yenu, hamna shida. Mbona Mungu atawabariki tu? Mbona mtainuliwa? Wewe rekebisha mzani. Na wewe usiyejua, nimekuambia wapo wakala wa vipimo, peleka mzani wako, waambie nichekieni mzani wangu uko sawa sawa. Watakwambia bwana mzani wako upo sawa sawa. Au watakwambia bwana mzani wako haukuwa sawa sawa, tumekurekebishia. Ulikuwa unazidisha au unapunja.
Kweli unawezekana wewe ndio unapata hasara kwenye mzani wako, au inawezekana unapunja mwingine ajue, wewe usiyejua. Weka utamaduni wa kucheki mzani wako ili mzani uende sawa sawa. Nimesema leo niko na wafanyabiashara tu, maana ili somo nataka niwaguse ninyi pekee wafanyabiashara. Maana ndio wakati mwingine mnaweza mkaingia kwenye matatizo hata msiyojua. Wauza maziwa, maziwa yachanganywa na maji. Jamani, mnaosha maziwa kwa nini? Maziwa ni maziwa. Unakuta yani muuza maziwa kula alipoenda kununua maziwa, unajua hawa wakamua maziwa walio wengi, nimechunguza, huwa hawachanganyi na maji. Walio wengi kwa sababu wanataka kupata soko la kila siku. Walio wengi, na nimefuatilia sana kwa nao, labda kwa nao wafahamu mimi. Wengi kwamba mimi maziwa yangu sichanganyi na maji. Kweli anakuzia wewe mchuuzi. Wewe umeuziwa lita 20 za maziwa, umekwenda umepaki bodaboda yako, umepaki basikeli yako, ama kwenye mgawa wako, unaenda kuchukua lita 10 nzima unachanganya kwenye maziwa. Huo si ungwana. Mtu anakumbana nige maziwa, sitaki chai maziwa, nataka maziwa tu safi. Wewe tena mtu kila ukionja haya maziwa anavumilia. Wewe anapata hela. Dhuluma. Hela ya dhuluma umepata. Ni kweli kabisa. Hii Biblia, neno la Mungu lipo kwa ajili ya kufanya nini? Kutusawazisha mimi na wewe. Ndio maana nakwambia unawezekana ukaona kitu cha kawaida, ndio maisha alivyo. Uwezi ukaishi bila hela ya haramu. Haipo. Kwa Mungu hiyo haipo. Hela za halali zipo. Wanadamu wanalazimisha kuishi maisha ya haramu ili kufikia malengo fulani, lakini mbele ya Mungu huo ni udhalimu. Haleluya. Nyinyi ambao mnauza maziwa, niko na nyinyi, msichanganye maziwa na maji. Pelekeni maziwa kama yalivyo sokoni. Ni heri mkayapandisha bei, mkasema jamani, maziwa haya yanauzwa bei mbaya, ama maziwa si changanye na maji. Kwa hiyo kikombe ambacho ulikuwa unanunua mahali 500, sisi tunauza 1000. Hiyo kwa Mungu haina tatizo. Umemweleza mteja, amekunywa maziwa yako, anasema kweli haya maziwa nimeuziwa 1000, hata kama ni 1200. Yaani wewe uza ili upate faida, usipate hasara. Lakini sasa wewe unataka kuleta udanganyifu, bwana kikombe 700. Kumbe 700 yenyewe kikombe chenye nusu maziwa nusu maji ndio 700. Kwa hiyo utakuwa umemwibia nani? Mteja, kitu ambacho hakipendezi mbele ya Mungu na Mungu hakifurahii. Wauza asali, kwa nini nachanganya asali na sukari gulu? Mimi niko nafanya biashara tu. Hiyo sio sawa. Mwingine anatumia asali kama dawa. Anasema mimi sitaki kutumia sukari kabisa. Ama amejiwekea utaratibu, bwana mimi sitaki kutumia sukari kabisa kwa ajili ya afya yangu. Kwa hiyo badala ya kutumia sukari nitatumia asali. Haleluya. Mungu atusaidie. Kaacha kutumia sukari ndio anaenda kutumia sukari gulu. Hii imekaaje? Unamuua ndugu yako bila sababu. Unamuua mwenzio bila sababu. Anasema sitaki sukari. Haya, huyu kaamua wala afya yake inaweza kuwa iko vizuri. Mwingine anasema mimi kwamba tatizo nilionayo sipasi kutumia sukari. Daktari ameniambia mbadala wake nitumie asali. Wewe unakwenda kumuuzia sukari gulu. Alafu au nikawa namuua mwenzio. Hii dunia inaelekea wapi? Huruma iko wapi? Kwa nini hatuna huruma kwa ajili ya wengine? Ndugu yangu, badilika. Halafu kila asali inatoka Tabora. Tabora ndo kwenye nyuki peke yake. Kweli kabisa jamani. Hizo ni dalili za utapeli, kwamba Tabora ndo kuna asali, basi kila mtu bana asali kutoka Tabora, asali kutoka Tabora, asali kutoka Tabora. Acheni uongo. Mimi sijasema zitoke Tabora, ila sema kilicho kweli. Na wewe mchuuzi unayenunua asali kwa mtu, jiwekee mazingira ya kuthibitisha asali ya huyo unayenunua. Maana mwingine utasema mimi mwenyewe asali naletewa, wananiambia asali hii hapa ni originali, kumbe fake. Ziko namna nyingi, waulizeni wataalamu. Bwana asali nzuri itajuaje? Mtaalamu atakwambia. Mimi sio mtaalamu, lakini atakwambia bwana fanya hivi, utajua hii ni asali yenyewe ama si yenyewe. Na wewe unaijaribisha. Kama haifai unaomba wewe unaletea asali ambayo sio nzuri na nigombanisha mimi na wateja wangu. Wewe utakuwa uko sehemu salama. Haya, mwingine bwana mimi nataka asali mbichi, umechemsha ili iwe nyingi. Mwenzako ameshakwambia nataka asali mbichi. Anayo maana ya kutafuta asali mbichi. Wengi wanatumia kama dawa, kama matibabu. Asali mbichi sio iliyochemshwa. Wewe umechemsha ili iongezeke. Unaambia hii mbichi. Unachukua na nyuki unakamata unawatia mule. Haleluya. Mungu akusaidie. Hiyo sio tabia sawa. Acha. Yaani wewe unayefanya hivyo acha. Kwa sababu mlolongo wake wewe nikikufundisha ni mlolongo mrefu sana.
Unaumiza watu wengi sana kwa ajili yako wewe, kwa sababu ya pesa. Na hiyo pesa itakufikisha wapi? Pesa ambayo umesababisha watu wengine wameumia. Kila mtu akienda hospitali anaenda, bana vipi afya yako? Bana afya mbona bado? Mbona afya yangu bado daktari? Tumia zaidi asali, kumbe anatumia sukari guru. Usitumie asali iliyochemshwa, tumia asali mbichi, kumbe anatumia asali iliyochemshwa. Kwa nini hatui wa kweli? Leo niko nafanya biashara tu. Kwa na wewe muuza asali, tafadhali bwana, uza asali ambayo mtu anahitaji. Uza kile ambacho mtu anakihitaji. Tenda haki katika biashara yako. Wote hata ambao sijawataja, wapo wengi. Badilikeni wauza vitumbua. Yani mimi niko nafanya biashara tu leo. Yani mnafanya imekuwa mnaona kama vile ni vitu sahihi tu. Kitumbua jamani, mtu anajua ni mchele. Labda sio viungo gani vingine, kama vipo viungo vingine, mimi sio mpisha vitumbua. Lakini kwa nini uchanganye kitumbua na unga wa sembe? Yani kwa nini? Haki iko wapi? Kama unaweka viungo vingine sawa, lakini habari ya kuchanganya hiyo sio sawa, ikubariki. Hiyo ikubariki. Kwa hiyo wafanya biashara wote, wakubwa kwa wadogo, jamani, jitahidini kubadilika. Unaweza ukafanya biashara kulingana na soko. Hiyo inakubalika. Kwa mfano, unanunua kinywaji, bei ya kiwandani labda ni shilingi 1000. Sawa, shilingi 1000. Bei ya kiwandani shilingi 1000. Wewe kulingana na sehemu ya soko unatoka uuze 5000. Hakuna shida. Kweli kuna faida haramu, lakini inawezekana soko linakulazimisha. Kwa mfano, unanunua kinywaji fulani, labda vinywaji vya kawaida tu ambavyo ni sio alcohol. Vinywaji hivi ambavyo ni sweet drinks, vinywaji vitamu. Ukienda dukani unaambiwa shilingi 1000. Unachukua yako chupa ya kwenda nyumbani, mnaita take away 1000. Ukienda hoteli fulani 3000. Ukienda hoteli nyingine 5000. Ukienda hoteli nyingine 10000. Sasa hiyo ni hiari ya mtu. Anajua kabisa hiki ninachonunua hapa 10000, kule ni shilingi 1000. Kwa hiyo kupanga si ni kuchagua. Amechagua kwenda kwa 10000, hakuna dhambi. Mimi nimwambia bwana hiki nauza shilingi 10000. Kwa kama kunataka 1000 kanunue, hapo dhambi iko wapi? Hakuna. Na ndio wafanya biashara wengi wanafanya hivyo. Wananunua bidhaa mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, ananunua analeta huko, anaweka bei yake anayonafaa. Wewe unanunua unavyoona, na maduka yako mengi unasema hiki hapa ni sawa, hapa sio sawa. Nunua pale ambapo unaona wewe ni sawa. Sawa, tuko pamoja jamani. Lakini habari ya kupandishana bei bila mpangilio wowote kwa kumdanganya mtu, yani umpandishia bei kwa maana ya kumdanganya mtu. Yani uhalali ni huu. Kwa mfano, soko linasema bidhaa hii bei ya kawaida ya sokoni ni hii. Ukakubali, bwana nakubali. Bei ya bidhaa ni hii. Alafu unatoka hapo sasa, wewe unaenda kuuza bei unayotaka wewe. Kwenye bei ya soko hilo, uza kile ambacho mmepangiwa. Ndio kwa sababu ya walaji. Ndio maana kuna mamlaka zinawatetea walaji. Sasa walaji sehemu nyingine hawana pa kusemewa, ndio utakuja kuwasemea mpaka kwenye neno la Mungu. Nimekuambia neno la Mungu hili kazi yake ni kusawazisha mambo. Kazi yake ni kutufundisha mambo, kututaka tuende katika haki. Nimesema kwa habari ya haki. Hasara yake ni nini? Kwenye kila kipato chako, pengine una utaratibu, wewe ni Mkristo ama kama sio Mkristo, una utaratibu wa kutoa sadaka. Una utaratibu wa kutoa zaka. Una utaratibu wa kuwasaidia masikini. Ikiwa huku mwanzoni haukutenda haki, sadaka yako ni bure, zaka yako ni bure, na msaada wote unaotoa kwa wahitaji unakuwa bure, kwa sababu fedha yako imehusishwa na dhuluma. Na Mungu anapendezwa na kile ambacho mtu anatoa kwa haki, kwa upendo, kwa furaha, sio kwa mashinikizo. Ndio maana pesa yote haramu Mungu haitaji, hata kama imemponya mtu, hata kama imeokoa uhai wa mtu. Wewe umeokoa uhai wa mtu kweli, kila mtu atakufa, lakini sio kwa fedha yako. Ndio maana uwezo ukasema nimeitetea labda ndoa yangu kwa kufanya zinaa. Mfano nimekupa ni hayo tu, yani imeenda kufanya zinaa nipate pesa, nimefanya uzinzi nipate pesa, alafu ni mtoto wangu yuko hospitali nikamtibie. Hiyo haipo. Yani huko ni kujichuuza tu mwenyewe mbele ya Mungu. Hiyo ni bure, hakuna msaada uliotoa. Hata kama huyo mtu atakuwa amepona, shitaka lako liko pale. Na huyu naye atakuwa na mlolongo wa kutafuta huruma ya Mungu, kwa sababu ametumia kitu ambacho sio halali. Tunaelewana vizuri? Ndio maana Mungu anataka watu watende haki. Sasa haya nilikuwa nayasema
mimi kama mtumishi ambaye nilikuwa nafuatilia na kugundua kwamba hili halijakaa sawa sawa, tufanye mambo katika usawa wake. Hata kwenye change wafanya biashara, rudisheni change. Mwingine anasahau change, mnakimbia. Makondakta wa daladala nitaka niwasahau hapa. Mtu anatoa hela yake kubwa, sawa ametoa. Bwana anambia subiri change. Kweli inawezekana ukawa una change, hakuna shida. Lakini pengine change unayo, unasema yeye mwenyewe si anayo hela, kwa nini hakutoa? Hatuendi hivyo. Kama umeipokea, umekubali kumpa change yake, basi mpe change yake. Ila unamsubiri, change unayo, umeshikilia mkononi, unamwona abiria anashuka, unamwacha anaenda, change umeshika mkononi, unatia mfukoni, unaondoka. Hiyo ni dhuluma, haitakusaidia. Makondakta daladala, rudisheni change za watu. Rudisheni change za watu. Na abiria, msiondoke na hela za makondakta. Kama kondakta amekupa hela, mimi kuna wakati naonaga huruma sana. Mfano, unapanda basi nauli 700, na nauli 700 tufanye. Nauli 700. Ndio, kwa wakati huu nauli 700. Sehemu nyingi sana nauli 700. Unaenda kile kipande, alafu unashangaa kondakta umempa shilingi 1000 labda, anakurudishia 500. Mimi kwa kweli waga namuuliza, nauli ni shilingi ngapi? Akiniambia bwana nauli ni 700, kama nayo 200 na itafuta nampa. Ila kuna watu mnaondoka, hapana, mwe mnawapa makondakta hizi pesa, zinauma sana. Yaani kama unayo mpe. Mimi huwa binafsi najisikiaga vibaya sana. Nimekuwa nikifanya hivi mara nyingi sana. Yaani akinirudishia tu 500, bwana vipi? Mbona 500? Nauli shilingi ngapi? Nauli 700. Najua huyu kakataa kelele, hana 200. Mimi kama ninayo nampa, wakati mwingine kwa nimejisahau. Au kuna wakati mwingine mimi mwenyewe najua kondakta ngoja anipe change, kuna mahali nahitaji change zaidi. Kwa hiyo inawezekana nampa 1000 ili nipate change. Sasa akiwa hana change, basi natoa niliokuwa nao nampa yeye, kwa sababu mwisho wa siku yeye anahitaji kupata zaidi. Kazi yake ni ngumu. Kwa hiyo msikimbie na hela za makondakta, na makondakta pia rudisheni nini? Change. Haleluya. Twende tukasome neno sasa. Nataka nisome kwa habari ya nabii Amosi. Amosi sura ya 8. Kitabu cha nabii Amosi sura ya 8 nasema nini? Sura ya 8 aya ya 4 na ya 5. Nasoma hapa tu. Aya ya 4 na ya 5. Inasema hivi: lisikieni hili ninyi mnaopenda kuwameza wahitaji na kuwakomesha masikini wa nchi. Anasema lisikieni hili. Je, tulisikie nini? Tunaendelea. Aya 5 sasa. Aya 5 anasema hivi: mkisema mwezi mpya utaondoka lini tupate kuuza nafaka? Nyinyi wafanya biashara wa mazao, hii hapa inawahusu. Yaani kwamba mwezi mpya utaondoka lini? Yaani kwamba mnakusanya mazao, sio muuze muhifadhi wala wakati wa soko nyinyi mnabana. Yaani kuna ile kusema hapa tunauza, hapa tunabana. Sawa, hamna shida. Lakini mtu ana mazao anabana kwa makusudi. Wakati mwingine mtu anaweza kuzuia bidhaa ikiwa inahitajika sokoni, yeye anaizuia ile bidhaa makusudi watu wataabike ili ufike ule wakati wa kupandisha gharama auze. Ndugu yangu, ukifanya hivyo wewe unafanya kitu kibaya sana. Ikitokea unavuna wakati ambao biashara hiyo demand yake ipo kubwa, halali yako, Mungu atakuinua. Lakini unakuta mtu anazuia makusudi kabisa. Bwana, jamani sukari hamna. Mwezi wa kufunga au mwezi wa Ramadhani kufunga, sukari hamna. Mtu anayo sukari. Eti huyu mtu ambaye ni mtu wa dini kabisa, anakwenda kuabudu. Pengine ni Mkristo. Unasali unamwomba Mungu. Wenzako wanatafuta sukari uweze kuwasaidia katika mahitaji yao mapishi. Wewe umeificha. Ulificha ili mwezi wa Ramadhani ufike upandishe bei, au mwezi wa kufunga ufike upandishe bei. Sasa hii ndio Mungu hataki. Yaani unasubiria matatizo ili upate manufaa. Sasa kwa Mungu haipo hivyo. Mungu anataka uwasaidie watu katika matatizo yao. Lakini wewe ndio unakuwa chanzo cha matatizo ya watu wengine. Unaacha kuwa chanzo cha furaha na watu wengine. Chanzo cha kuwa wewe ndio msuluhisho wa matatizo. Yaani wewe unakuwa ni chanzo cha matatizo. Yaani Mungu amekubariki na biashara yako, alafu biashara yako inakuwa ndio chanzo cha watu wengine kuumia. Sio sawa sawa. Hii kazi mnafanya watu wengi sana. Hata madereva wa usiku. Mtu anakuambia sempa kwenda shilingi 5000, ikifika usiku atakwambia shilingi 30,000. Ukiuliza sijui wezi, sijui majambazi, halafu yeye mwenyewe kutwa kucha anashinda usiku. Hawa majambazi hawamkabi. Haya, mgonjwa ndo kabisa, usijichanganye ukaenda kwenye gari unachechemea, mimi mgonjwa, nipeleke hospitali. Sehemu ya 10,000 ndugu yangu utaenda kwa laki. Unajua mgonjwa lazima afanyie. Yaani mgonjwa anahitaji almanusura apone, wewe unamsababishia kiwango kuwa juu ili afe. Sio sawa. Sio sawa mbele ya Mungu. Ndio inasema hapa,
Wanasubiri mwezi mpya ili wafanye nini? Wapige hela. Ngojeni bwana, bado bwana, ngoja bwana, mwezi fulani bidhaa tatafutwa sana, wewe ifiche. Hiyo sio sawa sawa mbele ya Mungu. Weka akiba, kama unataka bwana, hii tutauza mwezi fulani, hii tutauza mwezi huu. Usiache watu wakahangaika. Yaani kwamba wapo wanauza, biashara sipo sokoni, basi mimi ya kwangu nitauza mwezi fulani. Hakuna shida. Lakini unaona kabisa bidhaa sokoni haipo, halafu wewe unaificha. Kwa nini? Mambo tumesikia mara nyingi sana. Serikali imepigia kelele sana mambo kama haya. Lakini watu wanafanya. Ndani yao kuna watu wa dini kabisa, kuna Wakristo, kuna watu wameokoka kabisa, wanafanya mambo kama hayo. Mungu anasema hiyo hapana. Tuendelee tena. Anasema na Sabato nayo tupate kuandika ngano. Unaona? Yaani Sabato ifike tuuze ngano. Yaani hao ni watu wa kupoint, wanaficha. Anaendelea. Mkipunguza efa na kuongeza shekeli. Yaani nyinyi kazi yenu ni kupunguza ubora, alafu mnaongeza fedha. Mnapunguza kipimo, mnaongeza fedha. Ndio mnasema mizani yenu iko sawa. Yaani mnapunguza kipimo, alafu mnaongeza nini? Fedha. Mnaongeza fedha manunuzi. Yaani kitu ambacho kitakuwa kinunue kwa bei kadhaa, mnakiongezea maradufu. Ukiuliza nini? Kuna changamoto fulani. Msifanye hivyo. Yaani changamoto inapotokea, kuwa sehemu ya kusuluhisha tatizo, ili Mungu akutazame ya kwamba nimempatia mfanyabiashara fulani, biashara yake imekuwa ni sehemu ya kutatua matatizo ya watu. Usiwe sehemu ya watu kuumia. Ukifanya hivyo, Mungu atakuinua, atakuletea kila aina ya mbinu na utatajirika. Kumbuka, utajiri ni Mungu anayempa mwanadamu nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo atakufundisha mbinu ili upate utajiri kupitia biashara yako. Lakini ukiwa unafanya biashara kwa ajili ya kukandamiza mwingine, Mungu anafanya nini? Anakataa. Kwa nasoma hapa. Lakini anasema mkidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu. Nimesema kuhusu mizani hapa. Huyu ni nabii Amosi. Sasa unaweza ukaendelea mpaka chini. Mimi nimekosomea tu aya ya 4 na ya 5. Mwisho anasema aya ya 5, mwisho anasema mkidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu. Nani anasema maneno haya? Nabii Amosi. Anawaambia watumishi wa Mungu waache hiyo tabia. Na mimi nimekuja kwa wafanya biashara kuwaambia, pengine ulikuwa haujui, unaweza ukapuuza. Hata wauza juisi, bwana naomba juisi ya passion. Unakunywa juisi hii passion au parachicha au nini? Yaani lazima ijulikane juisi gani. Umetia maji kupita kiwango. Kweli jamani, juisi inachanganywa na maji, ila sio hivyo. Sio hivyo. Yaani sio sawa sawa. Yaani kila anayemgusa hapa awe balozi kwa mwingine. Wauza juisi za miwa. Juisi ya miwa tunajua ina sukari. Ila kuna miwa haina sukari, mtu barafu lile kalitia sukari. Yaani ile barafu alitia sukari. Yaani juisi kakamua tu mua moja glasi 10 zina sukari njwe. Hiyo Mungu anakataa. Sawa? Yaani huwezi kulazimisha kutajirika, mwisho wako utakuwa mbaya. Nimeshakupa sifa ya kulazimisha kutajirika. Kila hela unayopokea inakuwa sio halali. Kwa hiyo hela yote ambayo unaitengeneza kwa zao la haramu, matumizi yake yote yanakuwa ni ya haramu. Hata ukienda kuyatakatisha kanisani, msikitini, kokote kule, utakapoenda kutakatisha, haiwezi kutakata. Eti kwa sababu hela hii hapa naipeleka msikitini itakate. Sikiliza, wanaowapelekea watatumia kweli, watanufaika, lakini wewe eti kutakatisha. Yaani hutoandikiwa thawabu yoyote ile kwa fedha yako, kwa sababu fedha yako ina udhalimu ndani yake. Yaani ina chembe ya uovu ndani yake. Ndio maana Mungu anataka msiyafanye haya mambo, msifanye vitendo vya namna hii. Tunaelewana vizuri wapendwa? Kama mnanielewa itakuwa jambo zuri kabisa. Basi nimetaka nikufundishe kwa habari ya haki kwenye biashara. Tenda haki kwenye biashara. Usipuuze, watendee watu haki kwenye biashara. Fanya kila unaloweza, tenda haki kwenye biashara. Wale ambao nimebahatika kuwataja, basi nimefanikiwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu kuwafikia. Lakini kuna wengine nitakuwa sijawafikia. Muwe mabalozi kwa wengine wote ambao sijawataja, lakini mnajua wana tabia kama hizo, ili wasiwe na tabia kama hizo. Tenda haki kwenye biashara. Asikudanganye mtu kwamba biashara lazima ufanye udanganyifu. Maana kuna watu wana hiyo akili, mindset imekaa kwamba bila udanganyifu huwezi kupata fedha. No, mbele ya Mungu hapataki udanganyifu wote, na Mungu anaweza kukubariki. Wamebarikiwa wafanya biashara wengi sana na ni matajiri sana. Mungu amewainua kwa kutenda tu haki, kwa kuwa tu waaminifu. Kwa sababu neno la Mungu linasema ukiwa mwaminifu kwa kidogo kisicho cha kwako, unaweza kuwa mwaminifu kwa kikubwa kilichokuwa cha kwako.
Kwa hiyo ukiona unaanza kutokuwa mwaminifu kwa bidhaa ya mtu mwingine, kwa hitaji la mtu mwingine, maana yake wewe hata mambo yako mwenyewe tu utaanza kujidanganya hadi wewe mwenyewe. Yaani kitu ambacho itabidi ufanye katika ubora ni cha kwako, utaanza kuungaunga. Hata nyumba utajenga nyumba mipango wakati mwingine itakuja kukubomokea. Kwa nini? Tabia ya udanganyifu. Mungu akubariki kwa kufuatilia mafundisho haya. Nina imani kabisa utakuwa umepata kitu fulani. Nina imani kabisa utakuwa umeweza kunufaika na mafundisho haya. Wewe ulikuwa hujui, umejua sasa, rekebisha. Wewe ambaye ulikuwa unajua, unafanya makusudi, pia neno la Mungu linakutaka urekebishe. Uachane mambo yao ya udhalimu. Mungu anaweza kufungua malango yake kwa namna yoyote ile ambayo anajua. Sio lazima tutumie hizi njia ambazo za udanganyifu. Zipo njia nyingi ambazo Mungu anaweza kukubariki kupitia biashara yako. Kwa kuwa mpaji ni Mungu mwenyewe, mwenye kuyatoa maarifa ni Mungu mwenyewe. Hivyo somo hili likawe baraka sana kwako wewe ambaye utakubali kubadilika, na Mungu wa mbinguni ninakuombea apate kukupa neema kubwa sana katika biashara yako uweze kufanikiwa. Basi nikusii uendelee kushare mafundisho haya kwa wengine. Unaweza ukalike, ukacomment kadiri Mungu atakavyokuwa amekubariki, kadiri utakavyoona umeguswa. Lakini pengine tumefundisha jambo likainua maswali fulani, ukahitaji ufafanuzi fulani, ama unahitaji msaada kwa jambo lingine, unataka mazungumzo ambayo ni personal private, namba zetu zipo hapo, tupigie. Namba ya WhatsApp ni hiyo ya Airtel, unaweza ukatupigia hapo na tukawasiliana, tukakusaidia kadiri vile Roho Mtakatifu atakavyotuongoza kukusaidia, na mambo yako yatafunguliwa. Huyo ndiye Mungu ambaye hana kinyongo na mtu yote, ni Mungu wa haki, ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa uvumilivu. Ulikuwa unafanya maovu, mrejee tu. Mungu anataka umrejee, na ndio kazi ya neno la Mungu. Linatusawazisha, halituhukumu. Neno la Mungu halihukumu, linasawazisha ili mimi na wewe tukaa katika line ambayo inampendeza Mungu mwenyewe. Mungu akubariki sana. Popote ulipo, unaweza ukatupigia tu, hata kama uko nje ya nchi tupigie. Unaweza ukatupigia tu tukawasiliana hata kwa njia ya WhatsApp, tutaongea na wewe. Kama kuna hitaji la kufanya maombi, tutafanya maombi na wewe, na Mungu atakubariki. Mungu atakubariki kweli kweli, kwa hakika Mungu atakubariki. Haleluya. Basi ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.